Karibu katika dondoo za afya katika chaneli ya Afya na Raha TV. Kaswende. Leo tutaangazia ugonjwa wa kaswende. Kwa kitaalamu, kwa lugha ya Kiingereza tunauita syphilis. Syphilis ni ugonjwa kati ya magonjwa ya kujamiana, yani STD, yani sexual transmitted disease, yani STD, yani magonjwa yanayoambukizwa kutokana na kujamiana. Na ugonjwa huu mbaya zaidi unaathiri vijana kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 24. Hiyo kwa utafiti uliofanyika, umri huo ni hatari sana kwa watu ambao wana umri kama huo, miaka 15 mpaka 24. Na ugonjwa huu unasababishwa na bakteria anaitwa Treponema pallidum. Huyu ni bakteria ambaye anasababisha ugonjwa kama huu, ambao dalili zake ni kama unakuwa na vidonda vinavyootea katika sehemu zako za siri, kuwa na uvimbe katika tezi, katika kinena, yani sehemu ya pembeni mwa sehemu za siri zako, kwa zile tezi unapata kuvimba, unasikia mtoki, yani sema mtoki, unavimba sehemu zile. Ni wakati mwingine unaweza kwa mfano mtoki unapozungumzia tezi kuvimba, kwa mfano ulishapata ajali au ajali ya kuchubuka kidole cha mguu, unasikia sehemu fulani kuna kitu kinauma sana. Sasa wale wana shida kama za syphilis au kaswende, haujachubuka chochote sehemu zote kwenye mwili, lakini kwa vidonda viloko katika sehemu zako za siri na kusababisha katika mwili wako unakuwa na uvimbe katika sehemu hizo za pembeni mwa tezi, kwa sababu mwili wa binadamu una tezi. Lengo kubwa la tezi ni kupambana na infection na maambukizi na invaders, yani wale vimelea ambao vinakuja kwa sababu ya kusababisha magonjwa kwenye mwili wako. Na yule binadamu na tezi nyingi sana ambazo zinasaidia. Sehemu hizo za tezi zipo katika koo, zipo katika utumbo, zipo katika hizo sehemu za siri, na zipo katika kila mahali katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo unavimba sehemu hizo za mtoki, lakini pia vipele, unakuwa na vipele katika sehemu zako za siri, unakuwa na homa wakati mwingine ya mara kwa mara, unakuwa na maumivu ya viungo wakati mwingine, unapoteza na nywele zako, unashangaa mbona nywele zangu vinakuwa vipili, yani ulikuwa nywele nyingi lakini unashangaa nywele zinapepechuka tu, zinaisha tu. Hizo ni dalili mojawapo ya kuwa na ugonjwa kama huu wa kaswende au syphilis. Vivimbe vidogo kwenye sehemu za siri wakati mwingine hivyo inaweza sababisha ukawa hauko comfortable, unaweza kuwa uko stressed kwa sababu ya vivimbe kama hivyo, unakuwa na maumivu ya misuli wakati mwingine. Shida kama hizo zinawaathiri watu wengi. Na wakati mwingine ugonjwa huu ukizidi, kwa sababu upo hatua ya kwanza, ya pili mpaka hatua ya 3. Ikizidi hatua kubwa, wengine hata kupumua kwao kuna shida, na wengine wanachanganyikiwa kabisa, wengine wanakuwa na shida za kusahau na kupoteza uratibu. Wale vitu uwezo ukakaa vizuri uko na ugonjwa kama huu, unakosa concentration yako na kaa vibaya, walibifwa unaharibu nervous system zako zinakaa vibaya. Kwa ni challenge kubwa ya ugonjwa kama huu syphilis. Kwa hiyo lazima tuweze kujadili ugonjwa kama huu, na kama ni kijana, epuka sana kujamiana na mtu zaidi ya mmoja. Epuka sana kama umeoa mke wako. Kama wewe ni mwanamume, uwe na mke wako. Kama ni mwanamke, uwe na mume wako. Watu wengi wanapata shida hizi kwa sababu ya kujamiana na kuchanganya. Unaweza ukafanya tendo la ndoa hapa, ukaenda kwa mtu mwingine ukafanya hivyo. Wengine hawajisafisha, wengine hawana usafi, wengine wanafikia wakifika tu kwa tendo hilo hamna usafi wowote, ni kurukiana tu kama kuku wakati mwingine. Kwa lazima kuna usafi. Kuna mambo kama hayo lazima kuna usafi. Mwingine mtu ametoka kazini, amefika tu nyumbani, hata hajaandaliwa maji, amefikia tu kwenye tendo la ndoa. Lazima usafi. Wakati mwingine uchafu unasababisha shida kama hizo kaswende. Uchafu mnapokutana, hiyo friction mnafanya, kuna wakati mwingine kunaleta sababisha ule uchafu
ukatengeneza shida kama hizi za bakteria wakaotea sehemu hizo, papilloma pallidum. Kwa lazima usafi katika tendo hilo, unatakika usafi, wanawake wasafi, wanaume wasafi. Mtu unakuwa na boxer ambayo haifuliwi wiki nzima, unaivaa mwili mwako ni mwanamume, ni mwanamke usiku 2 zote nguo vani hiyo hujabadilisha. Kwa hiyo lazima usafi unazingatiwa katika tendo hilo la ndoa. Kama ni mwanamke msafi, kama ni mwanamume msafi, ndio anastahili katika huduma hiyo ya tendo la ndoa. Lakini wale ambao ni wachafu, wale wachafu hautakiwi kufanya. Na kuwa na mwanamume mchafu, jiazai sana mwanamke kuwa na mwanamume mchafu ambaye wanawake wao mnakagua ta boxer za wao wanaume, na wanaume mnakagua ta hizo nani za wake zenu, maana kuna wengine hawafui. Kwa usafi lazima ni muhimu sana kuzingatia. Kwa mwanamume wewe msafi, mwanamke wewe msafi, lakini pia uzingatie katika tendo hilo la ndoa. Usipate shida hii ya ugonjwa wa kaswende ambao baadaye ukiendelea kwa chronic zaidi unasababisha magonjwa ya ngono ambayo ni mabaya, na wengine wanapata shida nyingine mbaya katika maisha yao. Unakuta kama mwanamume, kwa sababu wakati mwingine umepata ugonjwa kama huo, unashangaa na kifuto kinaisha tu, shangaa chaki inakuwa ndogo, inakuwa inapata shida. Kwa hiyo shida ni hiyo.